Asante sana. Karibu Baba Askofu. Baba Askofu na watie wenzangu, poleni sana. Ninapenda kutoa pole nyingi kwa CCC, kanisa letu zuri la TAG la CCC City Christian Center Upanga. Mona wachungaji wasaidizi mpo hapa, Mwansele na mwenzako, lakini pia naona wazee wa kanisa mpo hapa, naona washirika mpo hapa, praise team mpo hapa, wote kwa ujumla wenu nawapa pole sana kwa kuondokewa na mchungaji mahiri ambaye Bwana amemtumia kuliasisi kanisa toka sifuri mpaka kufikia mahali lilipo leo. Ndugu zangu wa CCC, poleni sana. Nasema tena poleni sana. Napenda kutoa pole pia kwa majirani wote na Watanzania wenzangu kwa ujumla, kwa sababu Ranwell mzee wetu Mwanisongole hakuwa tu kiongozi wa kanisa, alikuwa pia kiongozi wa taifa letu la Tanzania. Na amekuwa kiongozi sio tu wa Tanzania, lakini utumishi wake umepita bara zima la Afrika na umepita hata dunia nzima. Wengi mnaniita mimi kuwa rais wa makanisa ya Assemblies of God bara la Afrika, lakini kabla ya mimi ya kuwa rais kwenye miaka ya 2000 mwanzoni, Dr. na baba yetu mzee Mwanisongole alikuwa ndio rais wa umoja huu kwa karibu miaka 4 mfululizo. Kwa hiyo yeye alitengeneza daraja na mimi nimekuja kupita juu yake. Kwa hiyo utumishi wake umevuka mipaka ya nchi na kugusa bara la Afrika na kugusa dunia nzima. Kwa hiyo kutumia kwenu, napenda nitoe pia pole kwa wote walioguswa na msiba huu kokote kule duniani. Na naomba pia niwakilishe salamu za pole maalum kwa kwenu ambazo nimezipokea. Kwanza salamu za pole za kwanza nilipokea jana mida ya saa 10 jioni. Rais wa Malawi Dr. Lazarus Chakwera alipiga simu. Yeye alikuwa rafiki sana wa Dr. na baba yetu Ranwell Mwanisongole, na akatoa pole nyingi sana. Akasema Mungu atakapompa nafasi ya kuja kwa state visit, basi atatembelea familia na kuwajulia hali. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia salamu za pili nimezipokea leo kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan. Anatupa pole na mimi kwa niaba yenu nimezipokea, na ninyi naomba mzipokee. Na salamu za tatu nimezipokea kutoka kwa aliyemwachia kijiti Ranwell Mwanisongole, baba yetu Emmanuel Lazaro. Dr. Lazaro amenipigia simu na ameomba nilete salamu kwa mama, kwa familia na kwa kanisa la kwa ujumla za pole. Naomba mzipokee salamu za pole, na kwa kweli ameomba aongee na Irene, yani mke wa marehemu. Kwa hiyo baadaye utakapotulia, naomba George ufanye mpango ili tuweze kufanya hilo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na nimepokea salamu za pole nyingi kutoka kwa
maaskofu wa madhehebu mbalimbali, akiwepo mwenyekiti wa Baraza la Makanisa ya Kipentekoste, mtumishi wa Mungu ambaye pia ni askofu mkuu wa Elim Pentekoste, Askofu Konki. Ametuma salamu za pole kwa niaba ya Wapentekoste wote hapa Tanzania, na naomba sote tupokee salamu zake za pole. Bwana Yesu atukuzwe. Mzee wetu Mwenisongole, kama wote mnapofahamu, yeye amekuwa mchungaji wetu wa kanisa letu zuri la TAG kwa takriban karibu miaka 44 ndani ya kanisa letu, na amekuwa akimtumikia Mungu katika nafasi ya mkurugenzi wa idara ya elimu, na mpaka alipochaguliwa kuwa askofu mkuu mwaka 92, yeye alikuwa pia ni mkurugenzi mkuu wa idara ya elimu inayohusika na elimu ya theolojia kwa wachungaji wetu. Lakini pia amekuwa mjumbe wa halmashauri kuu wa kanisa letu wakati wa uongozi wa awamu ya kwanza ya Dr. Emmanuel Lazaro. Yeye alikuwa ndiye mkurugenzi wa elimu, lakini pia alikuwa ndiye mjumbe wa halmashauri kuu wa kanisa letu, na kisha mwaka 92 amekuwa askofu wetu mkuu wa kanisa letu, na kwa miaka 16 mfululizo ameliongoza kanisa letu na kutuletea mafanikio makubwa sana. Kanisa letu limekuwa kiroho chini ya uongozi wake. Kanisa letu limekuwa kiidadi. Kanisa letu limekuwa kijiografia, sababu ndio wakati pia tulianzisha rasmi idara ya umisheni wa ndani na umisheni wa nje. Lakini pia kanisa letu limekuwa kiufanisi na mfumo wa kitaasisi wa kanisa letu kutoka kienyeji ulianza hapo, na mimi nimepandia juu yake, na umetuwezesha kuwa na makao makuu yetu ya kudumu pale Ubungo, na mambo mengine mengi tutayaeleza wakati wa kusoma wasifu wake. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Lakini itoshe tu kusema kwamba mtumishi huyu wa Mungu amefanya kazi iliyotukuka kama mchungaji wa kanisa la mahali pamoja na kama kiongozi wa viongozi ndani ya kanisa letu zuri sana la Tanzania Assemblies of God. Mimi nimeguswa na msiba huu sana. Sasa kwa namna ya kipekee sana kibinafsi, kwa sababu kama mnavyofahamu, mimi nimepata fursa wakati wote yeye alipokuwa askofu mkuu. Mimi nilikuwa makamu askofu wa jimbo, na baadaye chini yake nikawa askofu wa jimbo, na nimefanya naye kama mjumbe wa halmashauri kuu ya kanisa letu kwa muda wa miaka 4 nikiwa askofu wa jimbo la Morogoro na Pwani. Kwa tumefanya kwa karibu sana. Lakini pili, nimefanya naye hatimaye kama makamu askofu mkuu wake kwa miaka 4 mfululizo.
tumesafiri pamoja ndani ya nchi na tumesafiri pamoja nje ya nchi. Na sio hivyo tu, lakini CCC walinifanya mimi kuwa mwalimu wa makongamano yao ya vijana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na nawaona vijana wengi tu mpo hapa, nimewafundisha katika makongamano ya sasa hivi. Ni wamama wakubwa, wa baba wakubwa. Sasa kwa hiyo alinialika mara nyingi sana kuwa mnenaji wa makongamano ya vijana ya CCC, na mara nyingi amenialika pia katika shughuli maalum ambazo zimefanyika CCC. Na siku zote wengi mnafahamu mimi nilikuwa namuita yeye ni Musa na mimi nilikuwa ndiye Joshua wake. Na katika vikao vya mikutano mikuu ya kanisa akiwepo Ranwell, najua niko salama kwa sababu ni muhimili wangu, ni nguzo yangu. Nakumbuka wakati wa sherehe ya miaka 75 ilikuwa ni mara ya kwanza tunafanya sherehe kama ile kama kanisa la nchi. I was overwhelmed. I didn't know how to behave myself kwa sababu I was overtaken by emotions. Mzee akaja akanichukua akaniweka pembeni akasema na mimi maneno makubwa, alafu nikaregain nguvu, nikakaa hapo na Mheshimiwa Kikwete mpaka mwisho tulipomaliza shughuli. Kwa hiyo mimi nimeguswa kipekee sana na kuondoka kwa baba yetu na kuondoka kwa kiongozi wetu, na kwa sababu yeye ndiye ni askofu mkuu aliyemaliza muda wake. Sisi kama kanisa la TAG kitaifa kwa ushirika wa karibu sana na askofu wa jimbo Dr. Kameta, na kwa ushirika wa karibu sana na kanisa letu zuri sana la CCC, tumejipanga kwa kweli kumwenzi na kucelebrate maisha ya mzee wetu, na tutamzika kwa heshima zote kama askofu mkuu wa kanisa letu la Tanzania Assemblies of God. Ibada zote hapa Dar es Salaam na kule Mbeya zitasimamiwa na mimi mwenyewe. Mpaka sasa nimeridhishwa sana na mipango mbalimbali iliyokwisha kufanywa, inayoendelea kuwekwa na inayoendelea kutekelezwa. Kwa niaba ya halmashauri kuu na kamati kuu ya utendaji, napenda kipekee niwashukuru sana CCC. Narudia, nawashukuru sana CCC. Mlivyolipokea jambo hili, mlivyolibeba jambo hili kama kanisa la mahali pamoja, na mlivyolipeleka mpaka sasa, mnafanya vizuri sana. Jina la Bwana libarikiwe. Na mimi nimekuja kuwatia moyo tufanye vizuri mpaka mwisho. Lakini kwa hiyo nashukuru sana wachungaji wasaidizi, nashukuru sana baraza la wazee la CCC, na nashukuru sana washirika wote. Tuendelee kushirikiana, tuendelee kusaidiana, tuendelee kubeba, tufanikishe jambo hili with flying colors. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pili, napenda nishukuru sana jimbo la Mashariki Kati Kusini
linaloongozwa na askofu wetu shupavu Dr. Lawrence Kameta na timu yake na wachungaji na waangalizi wote kwa ujumla. Mpaka sasa baba askofu, kwa mlivyofanya, mlivyopanga, mlivyoratibu, mmefanya vizuri sana. Sana sana. Na nishukuru maaskofu wote wa jimbo la Dar es Salaam, mkoa wa Dar es Salaam na Pwani, ambayo tumeiunda kuwa kanda maalum ya kushughulikia msiba huu kwa senta ya Dar es Salaam kwa niaba ya kanisa la nchi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru sana kwa kazi nzuri sana ambayo wote mnashirikiana kuifanya mpaka sasa. Mungu anayejua kuinua awainue na awabariki sana, azidi kuwaimarisha na kuwatia nguvu hata mwisho. Lakini pia nashukuru sana George Ranwell Mwanisongole kama mwakilishi wa familia wa mama, familia yote kwa ujumla ya mzee wetu Mwanisongole. Maana kama kanisa lingejipanga vizuri, jimbo lijipange vizuri, taifa lijipange vizuri, bila ushirika mzuri wa familia hakuna mafanikio. Jamani, Bwana asifiwe. Nashukuru sana Mheshimiwa George pamoja na Emmanuel, ndugu yetu, kaka yetu, pamoja na mama na ukoo wote wa Mwanisongole na pande zote mbili, kwa ushirika wenu ambao mmetoa kwa kanisa, ngazi ya kanisa la mahali pamoja, jimbo na hata taifa. Na naomba sana tuendelee kushirikiana hivi mpaka mwisho. Jina la Bwana libarikiwe. Tuna malengo makubwa matatu katika msiba huu. Lengo la kwanza, kwa vile huyu alikuwa mtumishi wa Mungu, lengo letu ni kwamba tunataka Yesu wa TAG na wa Tanzania ainuliwe juu sana kupitia msiba. Lengo letu la pili, tunataka kanisa la Kristo la TAG na la Tanzania kwa ujumla na dunia lijengwe kupitia msiba huu. Na lengo letu la tatu ni kwamba kupitia kuondoka kwa baba yetu, basi kila kitu kinachofanyika kifanyike consolation, faraja kwa familia, faraja kwa waliofiwa jana, leo na hata siku zijazo. Kwa hiyo tunatarajia kutakuwepo mvua ya masika ya faraja, na kutakuwepo na bahari ya faraja na bahari ya amani tunapomsherehekea baba yetu katika siku hizi. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Haya ni malengo yetu tunataka ku-accomplish, na tunashukuru sana pia familia, na tunashukuru pia tumeunda kanda maalum ya majimbo 10 ya kusini. Jana nimekuwa na kikao na mwenyekiti wa kanda ya kusini baba askofu Luwago wa masaa mengi sana Morogoro, ilimuita aje kuweka mikakati ya mazishi kule kusini. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Na tumepata uungwaji mshirika mkubwa sana kwa majimbo yote na makanisa yote ya kanda ya kusini, ambayo ni kanda maalum kushughulikia mazishi haya ya baba yetu mtumishi wa Mungu aliyetukuka sana. Na tunashukuru mpaka sasa kwa ushirika mkubwa tunaopata kutoka kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kiongozwa na mama yetu shupavu Samia Suluhu Hassan. Tunawashukuru sana kule kanda ya kusini na hapa jijini Dar es Salaam. Mungu awabariki sana. Tuendelee kushirikiana, tuendelee kusaidiana, na tuendelee kushauriana na kuhimizana mpaka mwisho tufanikishe kazi hii muhimu ya kusherekea maisha ya baba yetu mzee wetu Ranwell Mwanisongole. Nashukuru watendaji wote wa makao makuu kiongozwa na mzee wetu na Mwenje hapa Dar es Salaam kwa ushirika wako,
na Makamu Askofu Mkuu Dr. Magnus Muhiche kwa ushirika wenu. Na baada ya kusema hayo, Baba Askofu ameniambia nilete salamu, nilete neno la faraja. Na mimi nataka niseme neno fupi sana